Song number 45. Sorry, song number 3. They came from East. They came from east and west. They come from the lands afar to feast with the King who died as his death and blessed his pilgrim star, beholding his heart of faith. Blessed partakers of his death and
lakini furaha ya kiroho. Tufungue wimbo tunapojitayarisha kuomba, tu wimbo nambari 45, Leaning on the Everlasting Arm. Song 45. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arm. What blessedness when our heart is mine, leaning on the everlasting arm. Father, we approach your throne of grace this morning in the name of Jesus Christ. Yes, Lord. The all-sufficient name that has been given in heaven, on earth, and under the earth, whereby people must be saved. Amen. We are glad and joyful in our hearts to know that by the name of Jesus Christ, we are saved. Amen. And we have found a place of inheritance with the saints in the light. Thank you, Father, for visiting us this day. Thank you, Lord. Thank you for delivering us from the bondage of sin, for separating us from denominations and making us your own property. Amen. Thank you, Lord. We are happy even to gather before the throne of grace in this holy congregation this morning, Yes, Lord. praising you, worshiping you, Father, because you are worthy. Amen. Thank you, Father, for keeping us since the last time we were here, you, Sunday and some others Wednesday. Yes, You have kept us healthy, and you have kept us also afloat. Even in the spiritual realm, we are actually up above. Amen. We have seen you, Lord, in your unveiling. We see you clearly
And we want also to continue seeing you. Thank you, Father, for the gift of life. Thank you, Lord. As we gather in this congregation, you have promised that where 2 or 3 gather in the name of Jesus Christ, you will be in their midst. Amen. Come, Father, and commune with us. Oh, dear Lord. Take us, Father, deeper in this word, deeper in the revelation thereof, Yes, Lord. that we may know you in the power of your resurrection. Grant it, Lord. Father, touch every one of us in point of need and forgive us our sins. Amen. Commune with us, Father, and translate us from where we are to the heavenly places where we worship you in spirit and in truth. Amen. Thank you, Father. As we continue worshiping you, singing these songs, Father, may you hear. Oh, dear Lord. May you come and give us strength where we are weak. Amen. We so appreciate you. Help us as we continue. Oh, dear Lord. Give us real sweet communion as we are here. And at the end of it, we will say, Father, our hearts burn within us. Amen. As you spoke to us. Yes, Lord. Thank you, Father. Prepare our hearts even to be receptive to this word. Amen. We bless you and we honor you, Father. Yes, Lord. Thank you. We pray believing that you are with us. Yes. And you will be with us Yes, to the end. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, we give all to you. Amen. Amen. Naomba tafadhali tuwe strengthened in praises. Tushikane mkono katika kuabudu kwa sababu Mungu yuko miongoni mwetu. Amen. Let's be strong and let call on our Lord so gracious. Wimbo wimbo nambari 96 wamwendea Yesu.
kwa kipindi cha matoleo.
tunaimba wimbo nambari 182 kichitwa cha utakaso.
siku kuu Bwana tangu tulipokujua katika msamaha wa dhambi zetu. Siku ambayo Bwana ulikusudia moyoni mwako uweze kutupatanisha na wewe kwa ondoleo la dhambi zetu. Tunasema ni asante ye Baba, sababu isipokuwa ni wewe Bwana tulikuwa tumepotea, tusio na tumaini, watu ambao walikuwa hawana mwisho hata hawakuwa na mwelekeo. Lakini Bwana ukatuona katika hiyo hali ambayo ni ya wasiwasi, hali ambayo haina tarajio lolote, na Bwana ukashuka kwa ajili yetu. Wewe hakika ni rafiki wa dhati, rafiki ambaye Bwana ulitupenda hata kabla ya misingi ya dunia, na ndiposa Bwana ukaja kututafuta katika hali yetu ambayo ni ya kupotea. Tunasema ni asante asubuhi ya leo Bwana, kwa kuwa sababu wewe ulitutafuta Bwana, sababu wewe ulitupenda hata kabla sisi hatuja kujua. Sisi nasi Bwana tumekuja siku ya leo kudhihirisha huo upendo wetu kwako, kukurudishia shukurani Bwana, na kusema upokee sifa na utukufu kwa kuwa wewe ulitujua tangu awali. Tunasema ni asante Bwana kwa jinsi ambavyo umekuwa nasi tangu tulipoanza hii ibada Baba hadi wakati ambao tumefika. Tunasema upokee sifa na utukufu kwa kuwa hakika tumeona baraka zako, umezidi kunena na mioyo yetu, umezidi kutubariki Bwana, umezidi hata kutuinua zaidi kuliko jinsi ambavyo tulivyoingia. Tunaomba Bwana unapotuandaa zaidi katika unenaji wa neno lako, wacha mioyo yetu Bwana ikawe wazi, ikasikie vizuri Bwana kutoka kwako, sababu wewe tu ndiye unayetuwezesha kusikia kutoka kwako. Fungua mioyo yetu, fungua masikio yetu ya kiroho, na ndiposa Bwana utakapomega mkate wako ulio hai, hakika Bwana tukawe tayari uweza kushiriki katika hiyo meza takatifu. Mtayarishe mhuduma ambaye umemwandaa siku ya leo kwa ajili ya kuhudumu katika neno lako. Mtilie uvuvio wa Roho Mtakatifu Bwana, ukampe nguvu hata za kimwili, ukamwinue zaidi Baba katika ufunuo ambao ni wa hali ya juu Bwana, nasi pia tukainuliwe hivyo hivyo, ndiposa tukaupokee kama jinsi ambavyo Bwana utaweza kutupatia. Tunaamini ya kwamba utatubariki, utaenda kuwa pamoja nasi, na hakika baada ya hii ibada Bwana hatutakuwa vile ambavyo tulivyoingia. Endelea kunena nasi, endelea kututayarisha, na ukatubariki hata zaidi na zaidi, jinsi ambavyo Bwana tunazidi kukaribia katika uwepo wako. Asante kwa zaka na sadaka ambazo watoto wako Bwana wametutolea. Tunaomba ukazibariki Baba, ukazitakaze na Bwana kuziongoza katika utendaji wa kazi ya kanisa lako. Bariki Bwana mifuko ambayo Bwana imetoka hiyo zaka na sadaka. Bariki mashamba Bwana ambayo yametoka hizo nafaka ambazo Bwana zimeweza kuuzwa na kupata hiyo pesa. Tunaomba Bwana yakuze zaidi, ukayabariki hata na roho kwa Bwana, na ndiposa ikakutolea hata na zaidi. Biashara zetu Bwana tunazileta mikononi mwako, tukiamini utazibariki pia Bwana, utaziinua Bwana, ukazinufaishe Baba, ukazipe kibali Baba kwa ajili ya kazi na utendaji wa kanisa lako. Tunatoa yote mikononi mwako, tukiamini utaenda kuwa nasi Bwana, utanena nasi na hata utakuwa baraka kwetu. Kutana na hitaji ya kila mwaminio aliye hapa, tukiamini Bwana tunayo mahitaji tele, mahitaji ambayo ni ya kawaida, mahitaji ambayo ni ya kiroho, yote Bwana unayajua hata kabla hatujayasema. Wewe upelezezaye mioyo, uchunguzaye mioyo ya wanadamu, Bwana kapeleleze kila moyo ulio hapa, na hitaji ambayo iko pale chini Bwana, hakika Bwana ukakutane nayo, na sifa na utukufu Baba zitakuwa za kukurudia. Tuna imani utakutendea mengi, na hata mengi ambayo hatujanena Bwana utakuwa kuyatimiza. Na ni katika jina la Bwana Yesu Kristo Baba tumeomba na hata kuamini. Amen. Amen. God bless you brother. Mmebarikiwa sana. Amen. Kipindi yetu ya nyimbo imeisha, lakini imekuwa fupi sana. Tusimame tumkaribishe mhubiri siku ya leo. Tunapoimba wimbo nambari namba 30. Haya ground.
you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. It's a privilege to be here this morning. Nafasi ya kipekee kuwa katika uwepo wake asubuhi ya leo. We may hear from the Lord Tuweze kusikia kutoka kwa Bwana what He has prepared for us. kile ambacho yeye ametutayarishia siku ya leo. So without wasting time, Bila kupoteza wakati mwingi, go to the scriptures. Tutaenda katika maandiko. That is First Kings. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza. That's where we were. Ni mahali ambapo tulisoma wakati uliopita. First Kings 17. Wafalme wa Kwanza mlango wa 17. Shall read from 1 to 7. Tutasoma kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 7. Before we do that, let's pray. Kabla hatujafanya hivyo, hebu tukaombe. Heavenly Father, we come before you Baba yetu wa mbinguni, twaja mbele zako this wonderful morning asubuhi ambayo ni ya ajabu, that you've given us that privilege, ambayo umetujalia hicho kibali even to be alive hata kuwa hai and to congregate and have communion with you. na ukusanyika hapa na kuwa na ushirika nawe. We know we are weak, Tunajua sisi tu wadhaifu, but you are strong. amen, bali wewe uko na nguvu. We are unable, Sisi hatuwezi, but you are able. lakini wewe waweza. We call upon you, Lord, Litia jina lako ewe Bwana, that you may come down, ukashuke sasa, fellowship with us, uwe na ushirika nasi and look upon us through that precious blood na utazame kupitia hiyo damu ya dhamana kuu of thy Son Jesus Christ. ya mwanao wa pekee Yesu Kristo. That, Lord, you may cleanse us, Ndio Bwana ukatusafi and you may forgive us our trespasses na pia ukatusamehe makosa yetu and our iniquities. na maovu pia yetu. We thank you, Lord, for your Kwa blessings, kushukuru Bwana kwa baraka zako, for keeping us safe up to this moment. kwa kutulinda na kutuweka salama mpaka siku ya leo. Since we were here last Sunday, Tangu wakati tuliachana siku ya Jumapili, we must have gone through and met many dangers, lazima tumepitia na kukutana na hatari tofauti. but you have sustained us, Lord. Amen. Kwani Bwana wewe umekuwa kutulinda. We ask you to be with us, Naomba Bwana ukawe nasi, that you may reveal yourself to us more and more ukaweze kujifunua kwetu zaidi na zaidi, as we prepare ourselves tunapojitayarisha to meet you, Lord. kukutana nawe e Bwana. We are sure the rapture is so close, Tuna hakika ya kwamba unyakuzi umekaribia, because the time has come. sababu Promises have been fulfilled. amen, na ahadi zako zote zimetimia. We ask, Bwana ukakutane nasi, hide us, Lord, ukatufiche tena, and give us and feed us with that spiritual food. amen, na ukatulishe na hicho chakula ambacho, This has been your plan, sababu hii imekuwa ni kusudi lako and you're working on your bride, na unafanyia kazi bibi harusi wako. and we are sure you are almost through. Amen, na tukuna hakika umekaribia tukumaliza naye. When the last one comes, Wakati wa mwisho utakapoingia, we shall go for the rapture. amen, tutaenda katika kunyakuliwa. Help us, Lord, and prepare us Saidie Bwana na ukatuandae for that great eventuality. kwa ajili ya siku hiyo kuu ambayo itatukia. Help us in all things. Saidie Bwana katika kila jambo. Commit ourselves to you, Lord. Tunajipeana sasa mikononi mwako, Consecrate our lives afresh to you, Lord. tukitoa wakfu maisha yetu upya tena kwako. You may see us through in all things. Ukatuwezeshe Bwana katika mambo yote. As we go, Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall be not be dew nor rain these years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the makes that mistake, Na yeye hawezi kosea hata kidogo, and we are happy we believe in that God. na tunao furaha kujua kwamba tunaamini Mungu kama huyo. God who is very consistent. Mungu ambaye yeye hufuatanisha mambo yake kwa utaratibu. We may go wrong, Sisi tunaweza kosea, but he never goes wrong. amen, bali yeye hawezi kosea. We get out of the way, Unaweza ondoka katika njia zake, but he never gets out of the way. lakini yeye hawezi toka katika neno He lake. is ever faithful to his word. Wakati wote yeye ni mwaminifu katika neno lake. So that is what he does in all seasons. Hivyo ndivyo yeye hufanya katika majira yake yote. So when you know him, Ukishamjua, you are privileged. wewe ni mtu ambaye umetunukiwa kibali cha hali ya juu. And in these last days, we have a prophet. Na hizi siku za mwisho tunaye nabii.
that prophet Huyu nabii is carrying the word of God. yeye ndiye amebeba neno la Mungu, And the messenger and the message are one when a prophet is ordained of God. mjumbe na ujumbe wake, ambaye huyo mjumbe ameteuliwa na Mungu, wao wanakuwa kitu kimoja. So we find in the scriptures, Tunaona katika maandiko, if you receive the message, ukishapokea ule ujumbe, you also receive the gift of the message. unapokea pia kipawa cha yule mjumbe. So we are happy that we have received the message. Tunao furaha kwamba tushaupokea ujumbe, And we now have the gift of that message. na tunacho kipawa sasa cha huyo mjumbe. And you'll notice that when the prophet talks, Na tambua kwamba wakati nabii anapoongea, he actually talks as if it's God talking. yeye huongea kana kwamba ni Mungu anayenena binafsi. So when Elijah was sent Wakati Eliya with the alitumwa word of God, na neno lake Mungu, he went and said that there will not be rain alienda akasema kwamba hakutakuwa mvua until I call for it. mpaka siku ambayo nitasema inyeshe. He didn't say until God calls for it. Hakusema mpaka siku ambayo Mungu atasema It's inyeshe, until I call for it. ni mpaka mimi Elija niseme inyeshe. So, and that's where people sometimes are confused. Hapo ndipo watu wengi sana uchanganyikiwa. Is it you or God? Je, ni wewe unayesema ama ni Mungu? But we say, to whom the word comes, Lakini tunasema kwa yule ambaye neno la Mungu mjia, that is a God. huyo ni Mungu. So when he talked, he would say, until I call for it. Aliposema angesema mpaka siku ambayo nitasema inyeshe. So you can see the confidence that the prophets have. Unaona ujasiri na uhakika ambao nabii wanakuwa nao. Every time when an ordained prophet is talking, Wakati nabii yote ambaye ameteuliwa he anaposema, talks without authority. ananena akiwa na mamlaka yote. It's until I call for it. Ni mpaka siku ambayo nitasema kunyeshe. So it's kind of, he has taken the position of God. Ni kama kwamba amechukua sasa mamlaka kama sehemu ya Mungu. And he feels he has that authority. Na ni kweli anasikia ako na hayo mamlaka. And actually that's why they say, thus says the Lord. Na ndivyo sababu wao hufika mahali wanasema hivi asema Bwana. So we find that Elijah, in his time, Tunaona Eliya wakati wake, he had a message. yeye alikuwa na ujumbe. And you know, we said that there were so many theologians. Na tukasema kulikuwa na wanatheolojia wengi zaidi. People were very well educated. Watu ambao walikuwa wamesoma kweli kweli, But Elijah was not in that system. lakini Eliya hakuwa katika utaratibu wao. Normally that's what God does. Na hivyo sana sana ndivyo Mungu yeye hufanya. People get out of the word, Watu wanatoka kwa neno, make their own systems, wanatengeneza taratibu zao, and they are out of the word of God. na saa hiyo wanajipata wametoka kwa neno la And Mungu. when God comes, Mungu anapokuja, he doesn't follow that system. yeye afuati ile taratibu ambao wamejitengenezea. Picks somebody outside of that system. Amen. Yeye uchukua mtu aliye kando na hizo taratibu zao. So you'll find that is why there is a lot of confusion, Na unaona ndio sababu utata unaingia mwingi zaidi. because it looks as if he's against the ways of God and all that. Sababu huyu nabii anaonekana kwamba ni kama ako kinyume na njia za Mungu. So this message is actually against the systems, Huyu mjumbe anaonekana ako kinyume na taratibu za watu. because his message is actually to go against the system itself. Sababu ujumbe wake ni kwenda kinyume na hiyo taratibu watu wametengeneza. So the prophet is saying, Nabii anasema hivi. paragraph 58. Now, when Jesus was on earth, Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, he had as much unbelief to contend with that we have today and maybe more. alikuwa na ushindani wa kutoamini wa hali ya juu sana ambao angeshindana nao kuliko leo ama hata zaidi. But he didn't stop. That didn't stop him. Lakini hiyo haikumkomesha. He went right on performing and carrying out his duty, Yeye aliendelea tu kufanya kazi zake jinsi ambavyo alistahili. and God confirming everything he done. Amen. Na Mungu akithibitisha chochote ambacho Yesu alisema. And he said, I'm not by myself. Yeye akasema mimi siko peke yangu. My Father and I are one. Mimi na Baba yangu tu kitu kimoja. He dwells in me. Baba yuadumu ndani yangu. It ain't me that does the works. Sio mimi nifanyaze hizo kazi. It's the Father that dwells in me. Amen. Ni Baba yule aishie ndani yangu. And if I do not his works, Na kama sitafanya kazi zake, then don't believe me. basi msiniamini. But if I do the works, Bali nikifanya kazi zake, and yet you can't believe me, na hata hivyo mkose kuniamini, believe the works. basi aminini zile kazi. In other words, Kwa maneno mengine, search the scriptures.
chunguzeni maandiko, for that's where you think you got eternal life, sababu mwafikiria hapo ndipo kuna uzima wa milele, is by knowing the scriptures. ni kuyajua ati maandiko, And the scriptures itself na maandiko yenyewe testify of me. ndiyo yanayonishuhudia mimi. What a statement. Je, ni tamko la aina gani? The scriptures tell you who I am. Haya maandiko ndiyo yasemayo mimi ni nani. So Jesus Amen. knew himself. Yesu alijitambua yeye ni nani. He knew himself very well. Alijijua vizuri kabisa yeye ni nani. So, and we expect that. Na tunatarajia ikuwe hivyo. This is God himself. Huyu ni Mungu aliye yeye I told mwenyewe. you last time we said that Jesus actually was God. Wakati uliopita nikawaambia hakika Yesu alikuwa ni Mungu. Because God dwelt in Jesus in fullness. Mungu alidumu katika Yesu katika utimilifu wake wote. All godliness was in him. Utaua wote wa Mungu ulikuwa ndani ya Kristo. So you wouldn't expect anybody else to understand himself than Jesus Christ. Haugetarajia mtu mwingine ajitambue zaidi kama jinsi Kristo alivyojitambua. So, you know, he would not look at a multitude. Yeye hakuangalia umati wa watu. He was not looking at how the numbers he had. Hakuangalia hesabu ya wafuasi wake. Because being God, Sababu akiwa Mungu, he even knew the hearts of people. alijua mpaka mioyo ya binadamu. So he knew himself. Alijijua yeye mwenyewe. And he knew others better. Na alijua watu wengine bora zaidi kuliko alivyojijua. But we find that he found, or he had to contend with opposition or unbelief in his time even more than we have today. Na tunaona kwamba ilimbidi ashindane sana kutokuamini kwa wakati wake kuliko jinsi ambavyo kuko leo. And it's the scriptures that tell you the hour that we are living. Na maandiko ndiyo yasemayo wakati ambao twaishi. And the things that you see done. Na mambo ambayo unaona yakitendeka Is God himself ni Mungu yeye binafsi among his people. akiwa miongoni mwa watu wake. Nothing can raise the dead but Hakuna God. kiwezao kufufua wafu isipokuwa Mungu. Nothing can do the things that he is doing now but him. Hakuna yawezaye kufanya mambo anayofanya sasa isipokuwa yeye. For the Bible said, Kwa sababu Biblia ikasema, the same yesterday, today and forever. Amen, yeye ni yule jana, leo na hata milele. Now 61. Listen to that Elijah the prophet. Hebu sikize Elia nabii akisema, Cry out against them and their theologians. akilia na kupaza sauti kinyume ya wao na theolojia Now zao. notice, he spoke as if he was God himself. Tazama, alinena kana kwamba alikuwa yeye ndiye Mungu binafsi. Elijah spoke as if he was God himself. Elia alinena kana kwamba yeye ndiye Mungu mwenyewe. The dew will not fall Akasema umande hautaonekana from heaven kutoka mbinguni until I call for it. mpaka siku ambayo nitasema uonekane. Amen. Amina. The prophet had been so long in the presence of God. Nabii alikuwa ameketi sana katika uwepo wake Mungu. And the prophets of the Old Testament, or any time when they lived in the presence of God until they become the Word. Amen. Wajumbe wa nabii wa kale na wa agano la kale, wakati wote walipoishi katika uwepo wake Mungu, walifanyika kuwa neno. And their message is Word itself. Na ujumbe wao ikawa ni neno hilo lenyewe. And remember he said, thus says the Lord. Nakumbuka akasema hivi asema Bwana. And when those men had those messages from God, Na wakati hao watu walisikia hizo jumbe kutoka kwa Mungu, and they become so wrapped up that their own thinking na wakajifungamanisha na mawazo yao, might have been against their thinking. pengine ilikuwa kinyume na vile walifikiria, They might not have been able to see it right. pengine hawangeielewa vizuri, But they were speaking the word of God. lakini walikuwa wakinena neno la Mungu. Thus says the Lord. Amen. Hivi asema Bwana. There will not be any rain till I call for it. Hakutanyesha hata kidogo mpaka siku niseme kunyeshe. Oh, what a statement. Je, ni tamko la aina gani He had hilo? been in the presence of God and been vindicated so perfect. Alikuwa katika uwepo wa Mungu na akadhihirishwa kabisa ukamilifu. And remember that also for us, Amos 3:7. Nakumbuka hiyo inaandamana na Amosi, kitabu cha The Amosi Lord mlango wa 3 God mstari wa will do 7. nothing until first he reveals it to his servants the prophets. Bwana Mungu hatatenda jambo lolote kabla hajalifunua kwa watumishi wake manabii. There is not going to be any rainfall. Hakutanyesha mvua hata kidogo. They laughed at him. Walimchekelea, They thought he was crazy. wakafikiria huyu mtu ni kichaa, That's a fanatic. huyu ni wazimu. But he said, thus says the Lord, Lakini angalia, alisema hivi asema Bwana, it's not going to rain. hakutanyesha hata kidogo. God, before he did that,
Na Mungu kabla afanye hivyo, he revealed to Elijah his servant. amen, alikuwa ameshaifunua kwa Elia mtumishi wake. And he was a vindicated, proven prophet. Alikuwa nabii aliyedhihirishwa na kuthibitishwa. So the people ought to have repented. Watu wanastahili walivyomsikia wangetubu mara But instead moja. of that, Badala ya hivyo, they laughed at him walimchekelea tu. and said, we got plenty of rain. Wakasema, wewe tuko na mvua mingi The sana. reservoirs are full, Matangi yetu yamejaa the rivers are running good. na pia mito yetu inafurika. You see the characteristic of man. Waona tabia za binadamu zilivyo? It's unbelief. Ni kutokuamini. Remember in the time of Noah, Kumbuka wakati wa Nuhu. they said it cannot rain Walisema hakujawahi nyesha until the whole world is flooded. You know, mpaka ulimwengu wote ufurike na it's not maji. possible. Wanasema We iwezekani. have Mount Kenya. We have Mount Kenya. Tuko na mlima Kenya. We have Mount Elgon. Tuko na mlima Elgon. We have Kilimanjaro. Tuko na mlima We have Kilimanjaro. Mount Everest. Tuko na mlima Everest. How can just rain like that? Kunawezaje nyesha tu hivi kufurike kila mahali? But it is God saying. Lakini kumbuka ni Mungu aliyesema. It is God saying what will happen. Ni Mungu aliyesema kile kitacho kufanyika. And remember those days of Noah. Na kumbuka nyakati za Nuhu. Actually, the rain was not coming from earth. Mvua haikuwa ikinyesha kutoka juu It mbinguni. was coming. The water was coming from down. Maji yalikuwa ni umande ambao ulikuwa unatoka kutoka chini. So anything can happen. Kitu ambacho hakijawahi tendeka. God can flood the world without any rain. Mungu anaweza fanya ulimwengu furike wote bila tone la mvua. I don't know whether you have noted Sijui kama ushawahi tambua that today kwamba leo the rains that we have, they are not coming up because of rain. mvua ambayo tuko nayo haikuti sababu ya kunyesha. Yes, Lake Victoria is swelling. Kama saa hizi mto Victoria unafurika. Lake Baringo is swelling. Mto Baringo pia unafurika. Lake Naivasha is swelling. Ziwa pia la Naivasha linafurika. All those lakes are swelling. Hayo maziwa yote yanafurika. People are actually getting displaced. Na watu wanasombwa na hayo maji mpaka wanapewa nyumba zao. What do you think is happening? Unafikiria hayo maji yanatoka wapi? God can do anything. Mungu anaweza fanya chochote atakacho. Remember, rain has been raining, okay, other times, more than what the way it has rained. Kumbuka kumekuwa na mvua zaidi kuliko vile kunanyesha saa hii. We had El Nino. Kulikuwa na mvua ya El Nino. Did Naivasha come up the way it has come? Je, wakati El Nino ilinyesha ziwa Naivasha ilifurika? I don't know whether you know what is going on. Sijui kama mmetambua nini ambayo inaendelea. People are actually being vacated with canoes. Watu wanahamishwa na hizo meli za kuwabeba. Schools have been submerged. Shule zimezamishwa katika maji. So anything can happen. Basi lolote ujue inaweza tukia. So in the time of Noah, Wakati wa Nuhu, people never believed. watu hawakuamini. In the time of Elijah, Wakati wa Elia, people never believed. watu hawakuamini pia. So when he said there will be no rain, no dew from heaven, Wakati alisema hakutanyesha na hakuna umande utaonekana mpaka niseme. so they felt there's a lot of rain, Walifikiria tuko na mvua ya kutosha, rivers are running, mito yetu inafurika, we have dams, tuko na maziwa, yeah, tuko na mabawa ya maji. so nothing can, there is a lot of, Hakuna jinsi ambayo tunaweza kosa there is maji. plenty of what we need. Maji ambayo tunahitaji yako tele. You'd think because Elijah is written in the Bible, Najua unaweza fikiria sababu Elia ameandikwa kwa Biblia. that people used to believe him very well. Ati watu walikuwa wanamwamini sana kabisa. They never believed him. Watu hawakumtambua. Actually, he would preach and preach and preach. Angehubiri na hubiri ajuavyo. And you find the good things Elijah has been talking. Na wewe angalia mambo yote ambayo Elia alikuwa akinena mazuri. How he related well with God. Jinsi ambavyo uhusiano wake na Mungu ulikuwa And mzuri. how his word was actually according to the scripture. Na vile neno lake lililingana kabisa na maandiko. But people would not believe. Lakini watu hawangemsikia, hawakumwamini. But this was the word of God. Lakini kumbuka alikuwa na neno la Mungu. And remember, Elijah had a message Kumbuka Elia alikuwa na ujumbe for that time. wa siku hiyo. But he tried to preach to them. Na akajaribu kuwahubiria wenzake. They couldn't believe. Lakini hawangeamini. Same spirit with John the Baptist. Huyo roho tena na Yohana Mbatizaji. It really saddens me. Unajua kitu ambacho kinanifanya nikasirike. And when we go to heaven, Na wakati tutajipata there are mbinguni, people I would like to talk to.
Kuna watu ambao nitatamani sana niongee na wao, like John the Baptist, kama Yohana Mbatizaji, a real believer, mwaminio ambaye ni wa kweli. never wanted to have anything to do with the world. Hakutaka uhusiano wowote na ulimwengu. No riches, Hakuhitaji utajiri. right? Nothing. Amen. Hakutaka chochote. Clothing. Hata mavazi alikataa. Huh? A man that lived in the forest. Mtu ambaye aliishi nyikani. A man outside the system. Mtu ambaye alikatana na kanuni za And wanatheolojia. he came up now preaching. Na akatokea akihubiri. Remember, this is also Elijah. Kumbuka huyu pia ni Elia. From the forest. Ametoka msituni. Only living by the revealed word. Akiishi tu kwa neno ambalo limefunuliwa kwake. And he really preached. Na hakika akahubiri kweli kweli. And he was a prophet. Na yeye kumbuka alikuwa nabii. And he said, Akasema hivi, I really don't know Jesus. hakika simjui Yesu. And I really guess he did not know the name. Na natumai pia yeye hakujua hata jina la Yesu. When he met with Jesus, Wakati ya kwanza alikutana na Yesu, there is no time they ever met. hakuna wakati wote waliwahi kutana ana kwa ana, But they were only 6 months lakini walikuwa wameachana na miezi 6 in age. katika miaka yao. So when he was born, Wakati alizaliwa, Jesus Christ was 6 months in the womb of his mother. Yesu Kristo naye alikuwa miezi 6 katika tumbo la mama yake Mariamu. So they rose, the two prophets rose like age mates. Hao manabii wawili walikuwa kana kwamba ni watu waliozaliwa kizazi kimoja. So because their ages was only 6 months. Sababu alikuwa ameachana na miezi 6 peke So you yake. can't tell the difference. Huwezi kuona tofauti pale. They were young men. Walikuwa vijana barubaru, But this one went to the forest. lakini huyu mmoja alikimbilia msituni. And the prophet is saying he was being prepared Na nabii anatuambia kwamba alikuwa akitayarishwa to forerun the first coming of the Lord Jesus Christ. atangulize kuja kwa kwanza kwa Yesu Kristo. So this man was in the wilderness. Huyu mtu basi akakaa nyikani. And can't you see he was fulfilling the scriptures of Isaiah? Na si unaona alikuwa akitimiza unabii wa Isaia? There is no way he could have shouted from the wilderness Hakuna vile angepasa sauti kutoka nyikani. if he was in the temple. Kama alikuwa ameishi katika hekalu. He had to shout from the wilderness. Amen. Lazima angepasa sauti kutoka nyikani. That was the scripture. Na hiyo ilikuwa ni kutimiza maandiko. So at 9 years, Kwa miaka 9, John ran into the forest. Yohana akakimbilia msituni. And you find him now talking. Na unamsikia sasa akinena. And he said, Asema hivi, I am now forerunning for that Lamb of God. mimi natanguliza kuja kwa huyo mwana kondoo. And I was told, Na akaambiwa, the one that I'll see the dove coming from heaven yule ambaye utaona huwa ameshuka kutoka and mbinguni is settling on, na akuja atue juu I yake. should know that is the man. Amen. Ujue huyo ndio Yesu. So he wasn't told to ask for Jesus Christ. Hakuambiwa ende ukaulize watu Yesu ni nani. You see, that is the way we are introduced to him. You are told, go and ask so and so. Unajua unapoenda na ujui mtu enda ukaulize fulani wa fulani. So that you exactly know specifically whom you are dealing with. Ndio ukishauliza ukiambiwa ni huyu ujue unahusika na nani. So as a prophet, he was told how to identify Jesus Christ. Amen. Kama nabii alitangulia kujulishwa jinsi ambavyo atamjua Yesu. So when he was in River Jordan, Alipokuwa kule mto Yordani, Jesus went down. Yesu akateremka huko. And when John saw him, Wakati Yohana tu alipomuona, he recognized him. Amen, aliweza kumtambua. That's why he said, this is the Lamb of God. Ndiposa akasema huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu. Takes away the sin of the world. Amen. Aondoaye dhambi za ulimwengu. Was he taught that? Alikuwa amefundishwa na mtu? He just declared. Yeye alitamka tu na kutangaza waziwazi. And when he went into the river, Na wakati alipoenda katika mto, he knew now alijua sasa this is God. huyu ambaye niko naye hakika ni See Mungu. the spirit of a prophet. Unaona nabii, roho wa nabii. Our prophet is telling us here. Nabii hapa anatuambia hivi. Sometimes they even don't know what they are talking Wakati about. mwingine manabii wakinena hawajui hata kile wanachosema. Because they are talking about what God is saying that time. Amen. Sababu wananena kile ambacho Mungu amesema wakati huo. So when he saw Jesus, Wakati alimuona Yesu, he recognized him as God. Amen, alimtambua tu mara moja huyu ni Mungu. And why was Jesus going there? Na kwa nini Yesu ilimbidi aende huko? To be baptized. Amen.
Amen. Ndiposa in akabatizwe that water. katika hayo maji. So you should not be embarrassed that you are going into the water to be. Jesus was baptized. Haustahili That water. kuona haya hata kidogo ukienda kubatizwa kwa maji mengi. So when John looked at him, Wakati Yohana he alimtazama, recognized that this is God. alitambua hakika huyu ni Mungu. Now that you are a God, Na sababu wewe ni Mungu sasa, I have known for nishajua sure you are a God. hakika wewe ni Mungu. Why should I baptize you? Kwa nini basi nikubatize? No, you asked him like that. Unajua nimuuliza waziwazi Is hivyo, it me to be baptized or to me to baptize you? ni mimi nikubatize ama wewe ndio unastahili A unibatize? human being. Mimi ni binadamu, You are a God, wewe ni Mungu. right? Hakika. Why should I baptize you? Kwa nini mimi nikubatize? No, they contended in the river. Unajua wakiwa pale majini walianza John kubishana. questioned Jesus. Yohana akamuuliza Yesu, Why would I baptize you? For kwa sure. nini hakika Who nikubatize? should baptize the other? Nani anastahili abatize mwingine? Actually, what would you expect? Wewe hata wewe binafsi ungetarajia This nini? is God, Huyu ni Mungu and this is a human being. na huyu ni mwanadamu wa kawaida. You should baptize me. Yeye Mungu ndiye anastahili anibatize. Jesus told him, Yesu akamwambia, it behooves us inatubidi ama inatupasa tufanye hivyo that we fulfill the word of God. ndiposa tutimize maandiko, Because the Lamb of God sababu mwana kondoo wa Mungu must be sanctified lazima kwanza atakaswe before kabla the sacrifice. hajatolewa kama kafara. So you see, the word of God. Unaona neno la Mungu It behooves us to fulfill the word. yatupasa tutimize maandiko yote. John, do it. Yohana, sasa njoo nibatize, Because the Lamb of God must be sababu mwana kondoo wa Mungu lazima kwanza sanctified first. atakazwa kabisa kwanza. You think John would have understood that? Wewe unafikiria Yohana katika akili zake angejua hivyo? He believed Yeye ni kweli aliamini and he baptized him. na hakika akambatiza. Now the prophet forerunning the first coming of the word of Jesus Christ Nabii aliyetanguliza kuja kwa kwanza kwa Yesu is Kristo, the one to handle yeye ndiye alikuwa sasa God himself akutane na kushughulikia Mungu as the mwenyewe Lamb of God that was to be sacrificed. kama yule mwana kondoo wa Mungu ambaye alikuwa ende kutolewa kafara. You know, that's why I'm saying I would like to talk to John. Ndio sababu nasema ningetamani sana niongee na Yohana, Because he foreran the first coming of Jesus Christ. sababu yeye ndiye aliyetanguliza kuja kwa kwanza kwa Yesu He Kristo. foreran the coming of God himself. Yeye alitanguliza kuja kwa Mungu yeye mwenyewe, Funny enough, na jambo la ajabu hapa, he didn't take long. hakukaa muda mrefu. The message of John took very short time. A very short time. Ujumbe wa Yohana ulikuwa mfupi Remember kabisa. that I have told you that they were just having a gap of 6 months. Kumbuka nimekuambia alikuwa ameachana na kipindi cha miezi 6. So the time he preached was a short time. Wakati alihubiri ulikuwa muda mfupi zaidi, And he would tell them, na angewaambia, as I prepare you, kama ninavyowatayarisha nyinyi, when he comes, wakati atakapokuja I'll exit. mimi hakika nitaondoka. So you take over from him, the one I'm talking about. Huyu ambaye nanena juu yake ndio atachukua usukani wangu na kuendelea. He used to, I've always told you, he used to baptize Nimekuwa nikuambia alikuwa akibatiza without a name. na alikuwa anabatiza ubatizo ambao hatumii jina lolote. Maybe he'll tell you, I'm baptizing you in the name of the one to come. Pengine angekubatiza na kuambia na kubatiza kwa jina la yule ambaye anakuja, He will tell you more. na angekuambia mengi, But as a sign that you have believed that I'm talking about somebody coming, lakini ishara ya kuonyesha na nena kuhusu mtu anayekuja, want you to be baptized, nataka hakika ubatizwe, to be a disciple of the one to come. ndio ukuwe mwanafunzi wa yule ambaye anakuja. So he will baptize them Basi angewabatiza and tell them to wait for him. na waambie ngojeni huyu ambaye anakuja. And he did when he came. Na hakika Yesu alipokuja, He handed over the disciples to Jesus. yeye alipeana wanafunzi wake wote kwake Yesu. So at one time, Basi siku moja when he was preaching, he continued even in the time of Jesus. alienda kuhubiri akiendelea hata wakati wa Yesu, And he happened to preach about marriage and divorce. na siku moja akahubiri kuhusu ndoa na talaka Herod, kwake Herode, he got very annoyed. na Herode akakasirika zaidi. He
told him, this is not right Akamwambia sio haki hata kidogo for you to take this woman wewe kuchukua huyu mke who has a living husband. ambaye akona mume aliye hai, Because the Bible says, sababu Biblia inasema for as long as the husband of this woman is mradi alive, mume wa huyu mwanamke yu hai, don't have to live with her. haustahili kumchukua kama mke wako. And the woman was very annoyed. Na huyo mwanamke akakasirika zaidi. That was marriage and divorce. Hiyo ilikuwa ni ujumbe wa ndoa na talaka. So when actually he was in prison, Wakati alipelekwa akarushwa gerezani, and the woman told her daughter to ask for the head of John the Baptist. na huyu mwanamke akauliza binti yake aitishe kichwa cha So Yohana. actually the point I wanted to make, Jambo ambalo nataka uelewe when hapa. John was in prison, Wakati Yohana alikuwa gerezani, kind of the spirit left. ni kana kwamba roho wa Mungu alimuondokea. And when the disciples visited him, Na wakati wanafunzi wa Yesu wake so walimtembelea, usually when you are in prison, kawaida ukiwa gerezani, so you are friends and your people, the marafiki disciples, zako, watu wa ukoo wenu watakutembelea. John wondered, Yeye Yohana akastaajabu. has Jesus come? Je, Yesu hakika kweli ashakuja? The one he introduced, Yule ambaye alimtanguliza kuja kwake, has he come? je, ni kweli hakika ndiye aliyekuja? So his concern was, Jambo lake ambalo alikuwa akishughulikia I had a zaidi, job to forelearn the coming of Christ. nilikuwa nimepewa kazi ya kutanguliza kuja kwa Yesu. He was normal. Na ujua alikuwa na akili timamu, Go and ask him. akawaambia enendeni mkamuulize. You heard about Jesus. Mshawasikia mambo ya Yesu? Go and ask him. Endeni mkamuulize Is he the one? kama yeye hakika ndiye, Or we are waiting for another? ama tunangojea mwingine atakayekuja. You can imagine it's kind of when you have closed the door of Wewe your house. yes, ni kama vile umefunga mlango wa nyumba yako When you are going to bed, na ukienda kulala you ask, did I close the door? unaanza kujiuliza, je, ni kweli nimefunga mlango? You go and check again Unarudi unaenda kuangalia kama kweli and umefunga, confirm that you have really closed. na unahakikisha kweli hakika ni kweli umefunga. Although he was there, Ingawaje alikuwa pale, he told them to go and ask him. akarudi akawaambia endeni mkamuulize. And you know it was serious. Na unajua hakuwa anacheza, They went walienda wakamuuliza, and they told Jesus, wakaenda wakakuta Yesu, are you aware that John is in prison? wakamwambia, je, unajua rafiki yako Yohana ako gerezani? These are the things that really surprise me. Haya ndio mambo ambayo huwa siyaelewi. You know, Jesus had the power Wajua Yesu alikuwa na nguvu za kutosha to open those doors kusema milango ya gereza ifunguke and release John. na Yohana atoke akiwa mzima. And he would be told, that man is the prophet that foreran your coming is in prison. Na Yesu angeambiwa yule aliyetanguliza kuja kwako kwa kwanza sasa amefungwa gerezani. And he just keep quiet. Na Yesu angefanya kitu, alinyamaza tu He would fold his hands na akuje tu mikono yake and go on with his work. na endelea na shughuli zake. So when he was told by the disciples of John, can you confirm? Wakati walienda kuulizwa na wanafunzi wa Yohana, hebu thibitisha. Now go back Yesu akawaambia enendeni kwake tena and tell him what you have seen. na mmwambie kile ambacho mmeona kikitendeka. He never told them to go and tell them, yes, you know, I'm Jesus. Hakuambia endeni mwambie mimi hakika ndio Yesu. He has forgotten he baptized me. Amesahau kwamba alinibatiza. No, he told them Aliwaambia hivi, to go and tell him what he has seen or they have seen him doing. waende tu na wamwambie matendo yale wameona Yesu akifanya And yote, being a prophet, na akiwa yeye nabii he will confirm atathibitisha amejua kweli that which I am doing kwamba yule ambayo ninafanya is like confirming the scriptures. ni anathibitisha maandiko And you waziwazi. see, the confirmation of the scriptures with these people was not about describing himself. Unajua uthibitisho wa maandiko kwa Yesu na They Yohana haikuwa would kujitambulisha. always refer back to the scripture. Amen. Walikuwa kirudi tu katika maandiko. Go and tell him what Nenda you have mwambie seen me kile ambacho doing. umeona nikifanya. I am doing what the scripture is saying. Nafanya yale maandiko yameandika yanafanywa. So God is always concerned with what the scripture is doing. Mungu yeye hushughulika zaidi kabisa na yale maandiko yake yamesema. So we find Elijah here Na muone Elijah hapa in the brook, akiwa katika kile kijito and he was being fed by those ravens. na alikuwa akilishwa na hao kunguru, And that time when the drought was, na wakati huo kulikuwa na hicho kiangazi kikali. God has a way to feed his servants.
Mungu alikuwa na njia yake ya kumlisha mtumishi wake. And we are told, before the drought set in, Na tunaambiwa kama kiangazi akija anza kwanza, he took him away. yeye alimtorosha Elija He took him to that place. na akaenda akamficha hapo And he was hidden somewhere. na akafichwa mahali. You can imagine what was feeding him. Wewe fikiria kile ambacho kilikuwa kinamlisha. The most, what do we call them? The larvae. Hawa kunguru. Would you expect a lamb to take something to somebody? Wewe fikiria vile kunguru alivyo mlafi, anaweza chukua chakula apelekee mtu. And of all things, he was taking meat. Na zaidi ya mambo yote alikuwa anapeleka chakula yeye kunguru akipendacho zaidi, nyama. With God, everything is possible. Amen. Kwake Mungu mambo yote yawezekana. Nothing Amen. is impossible with God. Hakuna kile kisichowezekana kwake Mungu. So he was fed by the rabbits. Basi yeye alilishwa na hao kunguru. Now 66. We find out that when a man comes sent from God, Tunaona kwamba wakati mtu amekuja na ametumwa na Mungu, ordained of God, akiwa ameteuliwa na Mungu, with the truth that says the Lord, akiwa na ukweli wa hivi asema the Bwana, message and the messenger are one and the same. yeye mjumbe na huo ujumbe wake wanakuwa ni kitu kimoja. Because he sent to present that says the Lord. Sababu huyu mjumbe ametumwa kuwakilisha hivi asema Bwana. Word by word. Neno juu ya neno. So he and his message is the same. Kwa hivyo yeye na ujumbe wake wanakuwa kitu kimoja. 68. Then when a man comes with that says the Lord, Basi mtu ajapo na hivi asema Bwana, he and the message is one. yeye na ujumbe wake ni kitu kimoja. And when Elijah come with that says the Lord, Na wakati Elia alikuja na hivi asema Bwana, he and his message became one. yeye na ujumbe wake walikuwa kitu kimoja. Just as Jesus, when he come, he was the word. Kama vile Yesu alivyokuja, yeye alikuwa ni neno. St. John 1. Yohana mlango wa kwanza mstari wa So the kwanza. word of God and the messenger of the age was the same thing. Neno la Mungu na mjumbe wa siku hiyo ilikuwa kitu kimoja. All the same, that's right. Yote kifanana hakika kweli. Jesus was the word that was prophesied of. Yesu alikuwa neno ambalo lilikuwa limeshatabiriwa. He was what the prophet said would happen. Yeye alikuwa kile manabii walisema atakuweko. Virgin shall conceive and bear this child. Bikira atatunga mimba na atazaa huyu mtoto. Way back in the beginning, Huko mwanzo kabisa mwanzo, God told them, said, the woman's seed shall bruise the serpent's head, Mungu akamwambia mbegu ya mwanamke itamponda kichwa cha nyoka, and he will bruise her heel. naye atamuuma katika kisigino chake. All these prophecies had been given. Haya unabii wote ulikuwa ushatolewa. David crying, all the rest of the prophets drawn through the ages. Daudi akilia na manabii wote katika vizazi zote, Speaking of him, wakinena kumhusu Yesu. he was that word manifested. Yeye alikuwa ni hilo neno ambalo linadhihirishwa. Hallelujah. Haleluya. So you see, when a prophet is sent, Wakati nabii anapotumwa, and I want you to now get to the underlying message that the prophet had in this message. nataka ushike kabisa na uelewe ujumbe ambao nabii alikuwa anatilia akili zaidi. I've always said he only separated these messages because he could not preach one message in one day. Nasema nabii aligawanya hizi jumbe sababu angehubiri ujumbe mmoja tu wote. But actually the message is one. Lakini ukweli wa mambo ujumbe ni mmoja. What is there is the underlying message that he is delivering. Kile muhimu kabisa ni kile kiini kabisa cha ujumbe ambao anahubiri. So what does he want to tell us about the spiritual food in due season? Ni kitu gani ambacho nabii anataka tuelewe zaidi katika hiki chakula cha kiroho cha He majira wants us yake? to know that there is food today. Amen. Anataka tujue kwamba kuna chakula cha siku ya leo. That God is hiding the bride somewhere, feeding Amen. that bride in this season. Kwamba Mungu ameficha bibi harusi wake mahali na anamulisha chakula katika haya majira. And this word is that food. Amen. Na hili neno ujumbe ndio hicho chakula. So he is feeding the bride. Basi anamulisha bibi harusi wake. And there is that which we can say there is spiritual drought today. Na sasa hivi tunaweza sema kuna kiangazi cha neno wakati huu. You know, you look at the Pentecostal preaching. Hebu angalia wahubiri wa Kipentekoste. Actually, instead of hating him, you sympathize. Na badala ya kumchukia anapohubiri unamhurumia. You'll even sympathize and love that person. Unamhurumia kabisa kabisa na unampenda zaidi. Because in them, they really want to say
that they are talking about God, sababu ndani yao wangetaka kusema wananena kuhusu Mungu, which is all right. ambayo ni sawa kusema hivyo. But when talking about God, Lakini wakati wananena kuhusu Mungu, you must always talk about him in the revelation of that hour. amen, lazima unene juu yake kuhusu ufunuo ambao umepeanwa siku hiyo. I've always watched people, those pastors talk, okay? Talk. Umewahi kuona hawa wahubiri wa kiulimwengu wa madhehebu wakihubiri? Like one was introducing himself this way, Kama mmoja alianza kujitambuliza hivi, that I am a pastor akasema mimi ni mchungaji because I have a church where I preach. sababu niko na kanisa langu ambapo mimi hubiri. I'm also a bishop Mimi pia ni askofu because I have many churches that I have. sababu kuna makanisa mengi sana yako chini yangu. Okay, he goes on to say, I am a father because I have children. Karudi akasema yeye ni baba sababu ako na I'm watoto. a husband because I have a wife. Akasema mimi ni mume sababu niko na mke. So at one time he would say, Siku moja akafika akasema, me, I cannot turn my face to be slapped this side. akasema siwezi geuza So when I'm slapped this side, siwezi pigwa kofi katika shafu moja na nigeuze I'm not lingine, turned to be slapped the other one. na nigeuze lingine pia nipigwe kofi, Because the person who said that sababu mtu ambaye aliandika hayo maandiko ran away after 3 years. alitoroka ulimwengu baada ya miaka 3. He's talking about Jesus. Nakumbuka hapo ananena kuhusu Yesu. If you are such a person, Ukisikia mhubiri kama he huyo, actually does not know Jesus is around. hakika hajui kama Yesu ako area. When he is preaching, who are you preaching about? Wakati unahubiri kuhusu nani? If he ran away, Kama huyo unayesema alitoroka, very one who said, I'm going, yeye ndiye sema ninaenda, very shortly, na muda kipindi kidogo sana I'm coming back. nitarudi tena kuwa nanyi. Can you see the confusion of 3 gods? Unaona kuchanganyikiwa kwa miungu So watatu. he thinks that because he went up in the skies, Anafikiria sababu Yesu alipaa juu mbinguni, that he ran away. alitoroka akaenda kujificha huko. But little does he know, he came back. Lakini ni vile haelewi kwamba Yesu alirudi akaja. He's much around. Hakika tuko naye karibu kila And wakati. unfortunately, Lakini kwa bahati mbaya kwake, when saying you are a pastor, unaposema wewe ni mchungaji, you are a bishop, wewe ni askofu, because you preach in many churches, sababu unahubiri na makanisa and mengi you have a yako, church that you preach, na uko na kanisa ambalo unahubiri, then you excommunicated that Jesus. basi tayari umemtupa Yesu nje. Actually, you don't have a right to talk about him, Hauna hata haki ya kunena kumhusu Yesu, because you have excommunicated him. sababu tayari ushamfukuza atoke nje. You know, if we excommunicate somebody here, you don't talk about him. Unajua tukisema mtu atoke kanisani na usinene mambo yote You kumhusu, don't refer to him. yeye hata uhusiani na yeye He's tena, out of the church. yeye ametolewa nje ya kanisa. You can see them testifying that Jesus is no longer in those churches. Unaweza ona wakishuhudia kwamba hakika Yesu yuko makanisani mwao. Actually, he's very right. Hakika ni kweli kabisa iko. That's why I'm saying Ndio sababu nasema you will sympathize with such a person, mtu kama huyo utamhurumia zaidi, because you are talking about Jesus whom you don't know. sababu ananena kuhusu Yesu ambaye hata hamjui. I said Nikasema hivi, Jesus knew himself. Yesu hakika alijitambua yeye ni nani, He knew who he was. alijua hakika yeye alikuwa nani, And being God, na akiwa Mungu he knew everything. alijua mambo yote. So we didn't want to be hidden Tungetaka tufichwe, in that brook as Elijah was hidden, amen, katika hicho kijito kama vile Elija and alifichwa, fed with the spiritual food in that amen, season. na tulishwe na chakula cha kiroho cha majira hayo. So that's where we are today. Leo tumefikia hapo, And we must have that food. na lazima tuwe na hicho And chakula. the food that we have Chakula tulicho nacho, is that word in due season. amen, ni hicho chakula ambacho kiko katika majira It is the yake, word for that hour. ni neno ambalo la siku hiyo. Did you hear what the prophets say? Umesikia kile nabii That alichosema? sometimes even the prophets don't know what they are saying, Manabii wakati mwingine wananena mambo hata wawaelewi wenyewe, because it is God talking. sababu ni Mungu aliyechukua usukani na ndiye It is anayenena, him talking. ni yeye anayeongea. So you can see Elijah Basi waone Elia was talking the word of God. alikuwa akinena neno la Mungu. And we said last time this was judgment. Wakati uliopita tukasema hii ilikuwa ni hukumu, It was penalty from God, ilikuwa ni ghadhabu yake Mungu, because they had violated the word of
God. sababu walikuwa wamekataana na neno lake Mungu. They were against the word of God. Walikuwa kinyume na neno la Mungu. So Elijah used to preach, Basi Eliya alikuwa akihubiri and he came to this point na akafikia hapa mahali where he now delivered the judgment of God. ambapo sasa alitangaza hukumu yake Mungu. And you know, at one time, as he was preaching and preaching and preaching, Na unajua siku moja alipokuwa akiendelea kuhubiri na kuhubiri na kuhubiri, he got so exhausted akafika mahali akadhoofika kabisa, that he even told God, now, na akaambia hata Mungu, sasa these people can't hear me. hao watu wamekuwa hawezi nisikia, They are so stubborn. ni watu walio na vichwa ngumu zaidi, They don't want to listen to your word. hawataki kusikiza neno lako ambalo umenipea. So what do I do now? Sasa nitafanya nini na wao? Because they have become so stubborn. Na sababu wamekuwa vichwa ngumu kabisa, So God told him, Mungu akamwambia, don't worry. wewe usijali hata kidogo, I have my people. niko na watu wangu, I have 7,000 niko na 7,000 that have not bowed to Baal. ambao hawajamuinamia Baali. So don't worry. Basi usijali hata kidogo, Just go on preaching. wewe endelea kuhubiri kabisa utuavyo. You talk about few people, eh? Wewe ukinena kuhusu watu You wachache, know you are so many. unajua mko wengi zaidi, Church is so big. kanisa ni kubwa zaidi. I've always quoted to you the disciples of Jesus Christ. Wakati wote nimewanukuu kuhusu kanisa la Yesu. Look at the people Noah preached to. Angalia watu ambao Nuhu pia alihubiria. Look at the people Elijah had. Angalia watu ambao Eliya alikuwa You nao. know, he never had a group where he used to preach. Unajua hakuwa na umati wa kanisa kubwa aliyokuwa And he akihubiria, used to be directed by God. lakini Mungu ndiye aliyekuwa akimwongoza, And he would always follow that na word. wakati wote angefuata hilo neno vile Para ameambiwa. 96. Notice, Tazama hivi, before the drought kabla ya kiangazi kufika, begin, kabla ya kiangazi hakijaanza, Elijah went into this place of secret for his living. Elija alienda hapa mahali pasiri kabisa kwa ajili ya kuishi kwake. Before the drought struck, Kabla ya kiangazi hata hakijaanza, Elijah went into the place of secret for his living. Elija alienda akajificha mahali kwa ajili ya kuishi kwake. A very type of before the judgment starts to strike the earth. Mfano kabisa kabla ya hukumu haijaanguka duniani. The church is already called out. Amen. Kanisa tayari litakuwa limeondolewa. The bride is already chosen. Bibi harusi tayari ashachaguliwa. And just waiting before the judgment strikes. Na anangojea tu kabla hukumu ijaanguka. Already waiting. Anangojea tu Eating the food. akila kile chakula, Enjoying the blessings of God. akifurahia baraka zake Mungu. Any man in his normal mind knows that we are headed straight. Yoyote aliye na akili timamu anajua kwamba hakika tunaelekea mara moja. We are right in the hour of judgment. Amen. Tumefikia kabisa katika siku ya hukumu. So you would be abnormal if you can't see that. Basi utakuwa mtu asiye na akili timamu kama uoni hiyo. We are actually heading to judgment. Tunaelekea katika hukumu. Every promise, Ahadi zote, whatever God said, chochote ambacho Mungu alisema, whatever He had promised, chochote alichoahidi, is now already manifested. Amen. Saa hii hakika kinadhihirishwa. You know, if we didn't have this message, Unajua kama tungekuwa na huu ujumbe, I don't know where we could be. Amen, sijui hakika tungekuwa wapi. I don't know how people live. Sijui watu huwa wanaishi aje. The prophet is saying Na pia anasema hivi, people are just emotional. watu wako tu na miamsho na msisimuko ya mili. If you meet the Catholics, Tukutana na Wakatoliki, they are spiritually emotional. wako na mwamsho ambao ni wa kiroho. Have you ever gone? You have ever listened to them, even in a party or something? Ushawahi wasikia wakihubiri hata katika mazishi They are mahali actually very popote. spiritual. Ni watu walio wa kiroho zaidi. You listen to what people, the way they sing. Wewe sikiza hata nyimbo zao wanavyoimba. The Seventh Day, Watu wa the SDA, Pentecostals. wa Pentekote. Can't you see they are really emotional? Wewe uone ni watu walio na mwamsho wa hali ya juu. They are not on the word, Hawaamini neno, but they are emotional. lakini wako na mwamsho wa hali ya juu. Emotional on what? Wako na mwamsho wa nini? Kind of thinking. Mawazo ya binadamu. The way you look at God with your own mind. Jinsi ambavyo unamtazama Mungu na nia zako. Because the only way you can look at God is through the revealed word of that time. Njia pekee ya kumjua Mungu na kumtazama vizuri ni kupitia ufunuo wa kizazi chako. And it is good because we actually do not go to a college.
Na ni vizuri sana sababu hatukuenda katika shule ya theolojia. We don't have to look for caves and fast and do things so that we have this message. Haikubidi twende tujifiche pangoni, tujifunge kula na kunywa ndio tupate ujumbe. God climb mountains, go to the desert, God climb the mountains so that you know this message. Haukubidi upande milima mikuu na ukwe mahali ndio ujue ujumbe. Because God is always very simple. Sababu Mungu ni wa hali ya urahisi kabisa. In the way he reveals himself. Amen. Ile njia ya urahisi ambayo anajifunua kwetu. So when somebody says, wakati mtu anaposema, you like to be saved? Je, ungetaka muamini Yesu na uokoke? Say these words after me. Wewe rudia haya maneno nyuma yangu. So they give, they are the words. Wanatamka, wananena kwa maneno ambayo wametayarisha. Even when they are talking over the radio, the TV, they keep saying. Hata ukisikiza wakinena kwa redio, wanarudia tu maneno ambayo wametengeneza. Would you like to be saved? Ungetaka kuokoka? Say these words after me. Rudia haya maneno baada yangu. And after you say that, na ukishasema hayo maneno, then God will write your name in that book of life. Basi ujue kwamba Mungu sasa ameandika jina lako katika kitabu cha uzima. In the scriptures. Wajua katika maandiko. Nowhere. Hamna mahali popote. Is it written? Ambayo imeandikwa. God is compiling the names of people going to heaven. Kwamba Mungu anatayarisha majina ya watu ambao wanaenda mbinguni. Nowhere. Hakuna mahali. He finished that work. Hiyo kazi alimaliza kitambo kabisa. Before the foundation of the Amen. Kabla hii dunia hata kuwekwa misingi yake. Before people were born. Kabla watu hawajazaliwa. God had his register. Mungu alikuwa tayari na kitabu chake cha majina. So what did happen? Nini kilifanyika? It's only revealed to you. Wakati huyu anafunuliwa tu kwako. That you are in the book. Kwamba wewe jina lako liko ndani ya kile kitabu. That is why he keeps shouting this message. Ndio sababu anapaza sauti kuhusu ujumbe. For you to have a revelation. Ndio wewe upate ufunuo. That you are in the book of life. Uko katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. So you see they fail before they start. Unaona wao huanguka hata kabla hawajaanza. Even before they start taking people to heaven. Kabla hawajaanza kuandaa watu waende mbinguni. They have failed. Tayari washaanguka. You will never find where God is writing the names. Hakuna mahali utapata Mungu ati anaandika majina sahihi. You are sahihi. preached to so that you know that you are in the book. Unahubiriwa ndio ujue wewe jina lako liko kwa hicho kitabu. Because the names are in the book. Sababu majina yako ndani ya kile kitabu. They already written. Yameandikwa tayari. You know the prophet at one time said, siku moja nabii akasema, if I was not in that book, kama mimi nabii singekuwa kwa hicho kitabu, if I wasn't, kama sikuwa kwa hiyo kitabu, I will never find myself there. Sitawahi jipata kule. He could preach. Hangehubiri hivyo. He could preach. Angehubiri. He could do all the work. Angefanya kazi yote ya Mungu. He said, if I was not, lakini akasema kama jina langu halikuwepo in the beginning, kule mwanzo, if the name is not there, kama jina langu halikuwepo, you'll never find yourself there. Basi ujue hautajiwahi pata pale. Because God will not say, hey, brother so and so is working very hard. Sababu Mungu atafika aseme ndugu ama dada fulani anafanya kazi yangu mzuri zaidi. Let us include him in the wacha tutafute mahali tuongeze jina lake pale kwa kitabu. In fact, the worst of it you can be taken out maybe. Pengine hata jambo mbaya lako linaweza fanyika ni jina lako liondolewe pale. Can be taken away. Linaweza kuondolewa. So now what we are saying, tunachosema ni hivi, is that as the children of God, kama watoto wake Mungu, you are hidden and fed with the food in due season. Wewe umefichwa na kulishwa chakula cha majira yako. You are just to be fed and you are taken to a sacred place. Wewe unalishwa tu na umepelekwa mahali ambapo ni pa maficho. Para 121. Aya 121. 121. But thanks be to God, we got hidden food, spiritual food, that we are living on in the goodness and mercy of the revelation of Jesus Christ in the last days. Bwana tukuzwe, hakika tuko na chakula cha kiroho ambacho kimefichwa na tunaishi katika wema na rehema zake Mungu katika ufunuo wa Yesu Kristo nyakati za mwisho. Vindicating himself among his people. Akijidhihirisha mwenyewe miongoni mwa watu. Amen. They went in. Elijah went in before. Waliingia ndani, Elia aliingia pia kabla
kiangazi kuja. Thank God for being in before the judgment sets in. Amen. Mshukuru Mungu kwa kuingia kabla hukumu haijakuja. Now is the time of coming out and going in. Huu ni wakati wa kutoka na kuingia. Getting out of those organizations, kutoka katika madhehebu and getting into Christ. na kuingia ndani ya Kristo. It's a coming out and going in. Ni mambo ya kutoka kwa mahali fulani na kuingia mahali pengine. For all true believers. Kwa wakati huu kwa waaminio wote wa kweli. You get it? Unaelewa? It is time to get out of those organizations. Ni wakati wa kutoka katika hayo madhehebu. And it is time to get in. Na wakati huo ni wakati wa For kuingia. all believers. Kwa waaminio wote walio wa kweli. For all true believers. Waaminio walio wa kweli wote. And after the drought was about over. Na baada ya kiangazi kukaribia tu kuisha. 123. He called him out of there. Alimuita kutoka kule. Down to a widow's house. Aende kwa nyumba aliyekuwa mjane. Now notice he called to this widow, and this widow had not associated herself with the unbelievers. Alimuita aende kwa huyu mjane na huyu mjane hakuwa anajihusisha na wasioamini. And this widow had not associated herself with the unbelievers, took the mark of the beast during the drought. Na wakati wa kiangazi huyu mwanamke pia hakuwa amechukua ile alama ya mnyama. So he called her out. Basi akamuita atoke. Called Elijah to sustain this widow. Na akaita Elia aweze kumdumisha huyu mjane. So do you notice it was not Elijah being sustained? Unajua sio Elijah aliyekuwa akidumishwa ama kulishwa So na huyu mwanamke. you may think the woman was actually sustaining Elijah. Unaweza fikiria kwamba huyu mwanamke ndio aliyekuwa akilisha Elijah. Elijah was told to go and sustain the widow. Elijah aliambiwa enda pale ndio ukawezeshe huyu mwanamke kuendelea kuishi. Now, they just had one little cake. Walikuwa tuna keki kidogo. One little thing she was holding on to. Kitu kidogo tu ambako alikuwa anashikilia. And Elijah said, Elijah akasema, give that to me. Hebu nipatie hiyo keki kidogo kwanza kwangu. First. Kwanza. Thus says the Lord. Sababu hivi asema Bwana. That barrel will not go empty, neither will the cruse run dry. Hiyo bakuli haitaisha unga. Actually listen to the truth in that time. Amen. Na usikie ukweli wa Mungu kwa wakati huo. And remember his promises in Malachi 4. Kumbuka ahadi zake katika Malaki 4. Remember that? Malachi 4. Wakumbuka hiyo ahadi katika Malaki. Elijah will come and turn the hearts of the children to the fathers. Kwamba Elia atakuja geuze mioyo ya watoto warejee baba zao. 17:30. Kitabu cha Luka 17 mstari wa 30. Also in St. John 14:12. Na Yohana 14 mstari wa 12. How many more scriptures of telling Joel 2:38? Na maandiko mengi mpaka hata Yoeli 2:38. All that you do, or 2:38 rather. Yote ambayo angesema tuseme Yoeli 2:28. What you do in these last days. Kile ambacho angefanya siku hizi za mwisho. And how the prophet says that it would be right in these last days. Na vile nabii alisema kutakuwa na nuru wakati wa mwisho. How it would work. Jinsi ambavyo ingefanya kazi. What it would do. Jinsi ambavyo ingetendeka. All the scriptures pointing to these last days. Amen. Maandiko yote ikielekeza kidole siku ya mwisho. And that is Christ. Na huyo ndiye Kristo. If you can hide away in that now. Kama unaweza jificha ndani ya hiyo sasa. In that sacred place. Hapo mahali pasiri. You can eat and see the goodness and mercy of God. Amen. Unaweza kula na kuona huruma na rehema za Mungu. If you are sick. Na kama wewe ni mgonjwa. There is healing there. Pale kuna uponyaji. You remember when Elisha later on had called after that meal offering that he had Christ and sustained the widow's house with it. Unakumbuka baada ya kile chakula ambacho alikuwa amepewa na kumdumisha yule mwanamke mjane? Notice later when he called fire down out of the heaven. Tazama baadaye aliposema moto ushuke kutoka mbinguni. And proved his sending. Na akadhibitisha yeye ametumwa. That he is of God, the prophet spirit. Roho ametumwa na Mungu na huyo roho wake. Notice in the wilderness. Angalia kule nyikani. When he was laying down there under the juniper tree. Akiwa amelala pale chini katika ule mti.
And an angel come down with that same kind of meal Na malaika akashuka pale kwake akiwa na chakula kama kile, and baked some cakes and fed him. keki ambazo zimetengenezwa na akamlisha. And later on he put him to sleep again Na muda kidogo akamwacha alale and wake him up. na akamwamsha tena. And he had some more milk cakes baked there for Na him. akakuta ameandaliwa chakula kingine cha keki And he tayari. went in the strength of those cakes for 40 days. Na akaenda akitumia nguvu za hicho chakula kwa muda wa siku 40. Glory to God. Utukufu kwake He's the Mungu. same yesterday, today, and forever. Amen. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. Oh, how we love him. Jinsi ambavyo tutampenda. Spiritual food in its season. Chakula cha kiroho katika majira yake. It is that food Ni hicho chakula in the right time. katika majira yake yafaayo. So you'll find Utaona kwamba we have that food now. tuko na hicho chakula. I'm just through. Nimemaliza tayari. I was talking to a friend of mine. He's actually a brother-in-law. Nilikuwa naongea na ndugu yangu. A very stout Catholic. Huyu jamaa ni Mkristo ambaye amejitolea kabisa katika Ukristo wa Kikatoliki. Are you aware you may not be able to be more dedicated than Catholics? Mshajua nyinyi waaminio kwamba mnaweza kosa kujitolea zaidi katika neno la Mungu kuliko hata Wakatoliki? You know, we always meet with them coming from the church. Wakati sisi tunatoka ndio tunakutana nao kila Jumapili wakitoka kanisani. You know, for them, Kwao if they are told mass will start at 7. wakiambiwa ile misa itaanza saa 1 kamili. You know, they come from far. Na unajua ni watu wanaotoka mbali kabisa. At 7, Na imesema ni saa 1. the church is full. Igongapo saa 1 kanisa limejaa. You think about that dedication, Wewe fikiria kujitolea kwa aina hiyo. about godliness. Mambo ya utaua. So they are looking for God. Wanamtafuta Mungu na njia zote. They are looking for that food. Wanatafuta hicho chakula. They want to hear what God wants Wanataka wasikie them to Mungu do anataka today. kile anachotaka siku ya leo. So I asked him, Basi nikamuuliza, are you preparing for rapture? je, wewe mnajitayarisha sababu ya kunyakuliwa? The Bible has written about rapture. Biblia imenena kuhusu mambo ya kunyakuliwa. Do you have any teaching about rapture? Je, katika kanisa yenu mnafundisha chochote kuhusu mambo ya kunyakuliwa? You have never even heard what is rapture. Ye, hajawahi sikia hata kidogo kuhusu mambo ya It's kunyakuliwa. very serious Na unajua ni mtu ambaye amejitolea kabisa to seek and look for God. akimtafuta Mungu kwa njia zote. He told me we are never taught Akaniambia tujawahi fundishwa that there is rapture. kwamba kuna unyakuo ambao utafanyika. So we are not preparing for Sisi that. hatujitayarishi mambo kama hayo. So you didn't think, Unakaa na unawazia. The others, like Pentecostal, they are our good neighbors. Kunao majirani ambao ni wazuri zaidi kwa They Pentekoste. have a crew. Wao wako na fununu kidogo kuhusu hiyo. See, they will talk about the rapture Watanena kuhusu kunyakuliwa because they are close and they are a little more spiritual. sababu wamekaribia kidogo, lakini ni watu wa kiroho kiasi. But yet they are not feeding on that spiritual food. Lakini hata hivyo ujue hawali chakula hicho cha kiroho. There can never be a better way to feed on the spiritual food than having the revealed word of the hour. Hauwezi kuwa na njia ingine yoyote ya kula kiroho kuliko kula chakula cha kiroho cha The siku best yako. way to know about God is to ask yourself, Njia mzuri ya kujua Mungu ni kujiuliza what swali. is he saying today? Je, Mungu leo anasema nini? Who has a message from God? Nani ako na ujumbe wa Mungu Who leo? is typing that scripture today? Nani ambaye analinganisha hayo maandiko na Who is sisi ya leo? actually telling us what God wants us to do today? Nani ambaye anatuambia kile Mungu anachotaka tufanye siku ya leo? You know, here you must surrender. Unajua hapa lazima ujipeane You must kabisa. surrender what you know. Lazima uachilie yote ambayo unajua And then leave yourself to God na ujipeane kabisa kwa Mungu. so that He can tell you Ndio Mungu akuja akwambie. what He wants us to do. Amen. Kile ambacho anataka tufanye wakati huu. We say it is quitting the system. Tunasema ni kuondoka katika It is taratibu. quitting the Ni organization. kuondoka katika taratibu It's za dunia. quitting what people think they know today Ni kuacha yote ambayo watu wanafikiria wanajua and leo getting out na kutoka pale. so that you can get into Christ. Amen. Ndio uweze kuingia ndani ya Kristo. So that you can get into the revealed word. Ndio uingie katika neno ambalo limefunuliwa. Without the revealed word, Bila ufunuo wa neno hilo, that language God will not listen. basi lugha yoyote ambayo utatumia Mungu haisikii. So you meet Him outside there Utampata pale nje tayari. and you get that spiritual food Na utapata chakula cha kiroho
for the in due season. Amen. Katika majira yake yafaayo. Don't intend to go any further. Tumaini tutaendelea zaidi ya hapo. And I believe we are feeding on that food today. Amen. Na mimi tutakula hicho chakula siku ya leo. And when the prophet preaches, wakati nabii anapohubiri, the underlying message kiini kabisa cha ule ujumbe wake is the message that actually he wants to deliver. Ni ule ujumbe ambao yeye anataka kuupeana. He's going to deliver to you, anataka apeane kwako that which is happening today. Amen. Kile muhimu kabisa ambayo kinafanyika siku ya leo. And I don't know anything better than what we have. Na sijui kingine bora zaidi kuliko kile ambacho tumepewa siku ya leo. It's actually the revealed word of the hour. Neno ambalo limefunuliwa la siku yetu. The food in due season. Chakula cha kiroho katika majira yetu. God bless you so much. Bwana awabariki zaidi. We have one song. Tutaimba wimbo mmoja. As I call the pastor to come and close with the word of prayer. Baada ya hiyo tutamuita mchungaji akuja afunge kwa maombi. Amen. Amen. Mmebarikiwa. Tumpigie mchungaji mhubiri makofi. Song number 53. Sweet by and by. There's a land that is fairer than pain, and by faith we can sit afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. We shall sing on the beautiful shore. The melodious songs of play, and our spirit shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rain. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. To our wonderful Father above, we will offer a tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessing that hallow our name. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore.
Let's pray. Precious Heavenly Father, Baba wa thamani wa mbinguni, in the name of Jesus Christ, katika jina la Bwana Yesu Kristo, we appreciate you this day twakufurahia Bwana siku hii ya leo for what you have done. kwa kile ambacho umetutendea. Thank you for the word that has just gone forth. Asante kwa neno tu hili ambalo tumelisikia. Heavenly Father, Baba wa mbinguni, we know the visitation you have visited us this day tunajua kututembelea ambako umetutembelea siku ya leo has brought us the spiritual food, Amen, kumetuletea chakula cha kiroho which many people seldom appreciate. ambao watu wengi hata hawakichukulii kwa maana, They don't even see, hata wakioni, but we are glad lakini tunayo furaha because we see. sababu sisi hakika twaona. We are glad Tunayo furaha and appreciative because we feed on that word. Amen, na kufurahia sababu tunakula hicho chakula. Help us, Father, Saidie Baba, as we have committed our lives to this worthy cause. kama jinsi ambavyo tumepeana maisha yetu kwa sababu ya wito wa hali ya juu, Give us to grow tujalie kukua zaidi. from faith to faith. Amen, kutoka imani moja hadi ingine. Transform us, Father, Katubadilishe Baba, from glory to glory. kutoka utukufu moja hadi utukufu Because it mwingine. is only your word Sababu ni neno lako tu that pekee you have sent by the prophet of Malachi 4 ambalo umelipeleka kupitia nabii wako wa Malaki 4. that is the truth. Amen, ambalo ndio kweli. You sent him to declare Jesus Christ, Ulimtuma yeye amtangaze Yesu Kristo, the same yesterday, today, and forever, yule aliye jana, leo na hata milele, so that he may remove the deceitfulness ndio aweze kuondoa ule udanganyifu wa hali ya juu that the devil has brought ambao shetani ameleta since the beginning. tangia kule mwanzo, The deceitfulness udanganyifu wa juu that has continued ambao umekuwa ukiendelea even in the New Testament, hata katika Agano Jipya, that it may dawn on the world ndio iweze kuangamiza ulimwengu, that you are God. wasijue kwamba wewe ni Mungu. We are glad to know Nao furaha sisi kujua that you are our Savior. Amen, kwamba wewe ndiye mwokozi wetu, And without this way, na bila hii njia ambayo umetuonyesha, the world is done. ulimwengu tayari umeisha. But we are glad that we are separated Lakini tuna furaha kujua sisi tumetenganishwa from the world kutokana na to ulimwengu, become your children. kufanyika kuwa watoto wako, It's not by our deed, na sio kwa matendo yetu. but by the deed of grace. Amen, bali ni kwa tendo It la is not neema, by our intellect, sio kwa ufahamu wetu, by revelation. lakini kwa ufunuo wako. How we appreciate that. Jinsi ambavyo tutafurahia na kushukuru hilo. Thank you for your word. Asante kwa neno lako. Bless the preacher. Bariki mhubiri, Bless his family. bariki pia familia And yake, bless every na believer ubariki kila mwaminio that is here, aliye hapa, committed ambaye amejitolea to the cause. sababu ya huu wito. Take us deeper, Tuzamishe kilindi zaidi, deeper in revelation. kilindi katika ufunuo. Teach us your ways, Tufundishe njia zako e Bwana. that we may follow those ways. Amen, ndio tukafuate hizo njia hakika. We know that many want just to come to the word Tunajua kwamba wengi wanataka tu kuja katika neno wishy-washy. bila kuwa na msimamo wowote ndani yake. Help us, Lord, Tusaidie e Bwana. to stand on the rock of revelation. Amen, tusimame juu ya mwamba wa Because ufunuo, when we are on there, sababu tukiwa juu ya huo mwamba, there is nothing that can make us fall. amen, hakuna chochote ambacho kinaweza tuangusha. Increase our faith. Ongeza zaidi imani yetu. We believe. Hakika tunaamini. Amen. Stretch your hand, Nyosha Lord, mkono wako e Bwana, and heal the sick. na uponye yote aliye mgonjwa. Stretch your hand, Nyosha mkono wako, encourage the discouraged, na uotie motisha wale ambao wamefishwa motisha, that we may continue ndio tuweze kuendelea working kutenda kazi until you come. mpaka siku ambayo utarudi. Bind us, Lord Jesus, Tuunganishe pamoja Bwana Yesu, individually and severally, kila mtu binafsi na sisi with wote cords of love, katika hizo kamba za upendo, cords of the Holy Spirit. minyororo ambayo ni ya Roho Mtakatifu. We bless you and we honor you. Tubariki na kuheshimu jina lako.
We go to dismiss. Tunaenda kusumukana sasa. We pray that Lord Jesus, Kwa kuomba yeye Bwana Yesu, merciful and true, mwingi wa rehema na wa kweli, that you may grant us journey mercy. kwamba utatujalia rehema na huruma za safari. Make us vigilant Wacha tuwe waangalifu zaidi in the word katika neno than we have ever been before. kuliko jinsi ambavyo tumeshawahi kuwa mbeleni, That we may take you ndio tuweze kukutoa wewe truly as our everlasting portion. Amen. Hakika kama sehemu yetu ya milele. We bless you. Twabariki jina lako. Thank you, Father. Asante ye Baba. In Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. 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 Greetings from Sister Kimani. Salamu za kipekee kutoka kwa dada yetu